unamchukua tu. Huyu niko mimi tu peke yangu. Akishakuwa na mwanaume mwingine unasema sio mwaminifu. Kakwambia nani? Wapo wanawake ambao nampa shilingi 10,000 niwekee, wiki ijayo naenda kununua kijora au kitambaa. Amekosa uaminifu, niwekee. Ukienda kumwambia naiona sina. Umefanya nini? Na kwa sababu ni mpenzi akisha kupiga nimenunulia kitambaa, unajua tulikuwa na sare. Jamani, uaminifu kwa tafuta mwenza ambaye ni mwaminifu. Na unampima kwa mambo madogo madogo kama hayo. Unamwachia kitu, unamtuma sehemu fulani, katende hili, kafanye hili, unapima tu, unaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Tabia nyingine, tafuta mwenzi ambaye hana hasira isiyozuilika na haijifichi. Unakuwa na mchumba na hasira za hapa na hapa, anaweza hata kukupiga kibao. Mimi uchumba miezi 6 amekualalisha kama mke, ukaanza kunichimba mbona nitakupiga. Jamani, hivyo atakuingiza kwenye ndoa utakuwa salama. Kila utakapokuwa unaamka ujue kabisa kwamba ngumi mkononi. Yaani wakati wote atakuwa anakupiga. Au naoa binti anakujibu tu muda wote, anakujibu tu anapotaka. Eti ni mchumba, unategemea kwenda kuoa. Ukiingia kwenye ndoa, shida juu ya shida. Ni mzigo, unaanza kusema mimi nimeoa lakini tu ni mzigo. Yaani uliuchagua mwenyewe. Ulichagua kabla ya kuingia. Wapo watu wana hasira mpaka mnaweza kuwa mnakula mezani, mmekasirishana, ananyanyua ile sahani anabamiza kwenye ukuta. Ngekuna wengine wananyanyua hata TV au glasi anavunja. Yaani hiyo ni kwamba bora nikiumize hiki kisichoongea, lakini kama ungekuwa karibu ningekupasua. Huyo ni mchumba, unategemea kwenda kuingia naye kwenye ndoa. No, awe na tabia nzuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Awe na mtu mwenye heshima. Heshima kwa watu wote. Heshima kwa wakubwa, heshima kwa wadogo, heshima kwako mwenyewe. Tabia ya 3. Jambo la 3. Tabia nimesema hizo 4, la gawa zipo nyingi zaidi ya hizo. Jambo la 3, ana bidii. Ana bidii ya kufanya jambo. Anaweza kupambana. Anaweza kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Mithali za Sulemani sura ya 31, akiongea habari za huyu mwanamke mwema. Ingawa hii mithali iliandikwa na mwanamke, Sulemani aliishia Mithali sura ya 30. Hii ni mithali iliyoandikwa na mwanamke mmoja aliyekuwa anamwandikia mtoto wake, anaitwa Mfalme Lemueli. Ukiisoma kuanzia mstari wa 1 itakupa picha. Maneno ya Mfalme Lemueli, mausia aliyofundishwa na mama yake. Kwa hiyo ni mithali peke yake ambayo iliandikwa na mwanamke akiwa anamuelezea, anamfundisha mtoto wake wa kiume Mfalme Lemueli kwamba angalia wanawake walivyo, hivi ndivyo wanavyoenenda, hivi ndivyo wanapaswa kuwa. Kwa hiyo Mithali 31 mstari wa 13 tusome, tuangalie sifa hizi za bidii ya mchumba unayemtafuta. Hutafuta sufu na kitani. Mstari wa 13 Mithali 31. Hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Kwa moyo, kwa kujitoa, sio kwa kusukumwa. Sasa mchumba wangu, unajua tunajua maisha ni kusaidiana. Wewe unadhani unaweza kufanya nini? Nikupe cherehani? Mimi siviwezi. Basi nikusomeshe kidogo vya darasani mimi. Nikufanyie nini? Basi nikufungulie genge. Mimi kwetu nimezoea mwanaume ndio analeta. Anaanza kulifaa. Hata mama alikuwa anakaa, tulikuwa tunaenda tu mashambani tunalima, tukirudi ndio hicho tunakula. Utapiga hatua lini? Kwanza mazingira ni tofauti. Uko mjini, kule ni kijijini. Ndio aina ya kazi ambayo mnaweza mkafanya. Lakini unapokuja mjini usichague kazi. Wanasema mjini usichague nini? Kazi. Angalia kipato. Kwa hiyo ni mchumba ambaye ni mmoja atakayenisaidia. Ana bidii, atafanya kazi kwa moyo kunipa hatua na mimi. Anaenda kutafuta na mimi natafuta. Lakini
familia, nyumba kichwa ni mwanaume. Heshima inabaki pale pale. Mithali 31 mstari wa 27. Bado inaelezea bidii ya mwanamke huyu. Huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake, wala hali chakula cha uvivu. Mabinti hutakiwi kula chakula cha uvivu. Chakula cha uvivu, chakula cha kuletewa, cha kutafutiwa wakati wote. Na watu unaoishi nao nyumbani mwako lazima uwawe na mienendo mizuri. Lazima uwape chakula, lazima uwatunze. Ndio Mithali 27:31-27 inavyosema. Kwa hiyo lazima uwe na bidii. Lakini katika haya niliyosema, anaweza kuwa na hofu ya Mungu alafu hana bidii. Utasema mama askofu, kwa hiyo nimwache. Hofu ya Mungu anayo, bidii hana. Anza kumfundisha kabla hujatambuka. Maana hapa tunaongelea uchumba hadi ndoa. Kabla hujapiga hatua kwenda kwenye ndoa. Si kosa, unampenda, tabia nyingi umeona anazo, lakini hana bidii. Kwa hiyo nimwache? Hapana. Mwelekeze na kumfundisha. Jambo lingine la kuangalia, ana utumishi kwa Mungu? Ni mtoaji? Unajua hapo vijana ambao hawaangalii thamani ya kutumika katika kazi ya Mungu. Wapo, mimi nimeletewa shuhuda nyingi. Wanawake ambao wanalia, wanakuja kulia machozi. Mimi wangu hataki niende kanisani. Yaani ikifika Jumapili ndio anazua kazi. Kwanza ananiambia siku zote Jumatatu mpaka Jumamosi siko naangaika mpaka teremka na kutafutia chakula. Leo Jumapili ndio napumzika alafu unajifanya kwenda kanisani. Angalia. Huyo si mtu sahihi kwako. Si mtu sahihi kwa sababu anakupeleka shimoni. Anakupeleka motoni, anakupoteza. Mwingine anapewa adhabu. Sio unajifanya kwenda kanisani, sikupi sadaka. Unamkomoa mwenzi wako, unajikomoa wewe mwenyewe. Kwa sababu Mungu atakuangalia atasema, Jumatatu mpaka Jumamosi mimi nimekupa pumzi na uwezo umetafuta. Kwa hiyo leo Jumapili mimi kunipa hiyo 2000 yako unaona gharama Okay. Naleta sasa na ruhusu magonjwa. Ile uliyotafuta Jumatatu mpaka Jumamosi inalambwa. Ni magonjwa yasiyoisha. Ni kwako au kwa mtoto. Inalambwa. Matatizo ukikaa simu imepiga mama na jamani huku jijini nimeishiwa. Ukigeuka huku mama huko si jamani hivi umeshawahi kutafakari? Neno la Mungu linasema nitumikie nami nitakuheshimu. Unadhani heshima zinatoka wapi? Kupewa vitu na watu. Ndio hiyo unakuta umenusurika magonjwa, umenusurika ajali, hujakosa chakula, ni amani pande zote mbili za wazazi, unakuta ni amani Jumatatu mpaka Jumatatu, mwaka mzima hakuna gonjwa lililotajwa wala mauti yaliyotajwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu umemtumikia Mungu kwa uaminifu. Kwa hiyo angalia mchunga ambaye ana utumishi kweli na Mungu. Mara nyingine wanajifanyisha tu. Kuomba haombi, kanisani haji, si mtoaji. Unakuwa na mchunga ambaye anakuambia hata omba, hata kuombea chakula. Mzima wetu hapo chipsi kwa kwenye uchumba mnakula chipsi zenu, kisha fika, mdume yule maji, kuna soda mwenyewe huko anaonja hizi na chumvi kwa nini? Mmekaangaje hizi na chumvi? Ameshaanza kula ndio imetoka. Yeye ni vinywaji vile hapo aendelee hata kuomba. Ogopa. Mama ambaye anatenga vyakula hapo haombei. Na ni vizuri kula na watoto wamekuzunguka. Unajua na tabia za watoto, wapo wengine hata kutafuna hawezi. Atafuna chakula kiko mdomoni. Tembo maana zinamfundisha hata mtoto tabia. Yaani mwanzo wa chakula mpaka mnamaliza ni kelele fujo. Unashindwa hata kujua mtoto yupi ana tabia gani, huwezi hata kumfundisha. Amina. Ogopa. Na utaijua hata kipindi cha uchumba. Amina. Unajua wewe mwenzangu shughuli ipi? Uko kwenye sahani ya chipsi au sahani ya chakula, mchumba anaanza kubadilisha nyama. Taja analiweka kwake, kipande chake anapeleka kwako. Anageuza vinyango 3 huku, moja kwako, mchoyo. Tayari unaanza kuona huyu. Kama tuko wawili ananipangia nyama. Tukiingia familia, kila yeye mzima sitakishia jikoni. Mchoyo.
sahihi kabisa. Hata jinsi anavyoongea na wewe, jinsi anavyokukaribisha, jinsi mtakavyokaa, jinsi mtakavyokula, jinsi atakavyokuhema, yupo hivyo. Mwingine mnakaa ni mchumba, yeye na simu. Shoga yangu leo nimeleta huku, sijui nasubiri kwa chakula, nimesema kuku makange na chips sijui vitaletwa. Wewe uko hapo unatingisha tu miguu, hata hana muda na wewe. Utasema huyu kama kwenye uchumba wala hanijali. Tukiingia ndani matatizo. Hata kuwa na muda na mchumba ambaye hana hata muda na wewe. Mko wawili, hana muda na wewe, mko wawili. Haja ongezeka mtoto wala nani. Mungu atusaidie sana. Tabia nyingine, anaaminika, unamwamini. Unaweza kumwambia kitu akatunza siri. Unaweza. Ndio maana unakuta wanaume anafanya vitu mpaka vinafika mwisho amshirikishe mke, anakuja kushangaa pa. Wanakuonyesha nyumba. Kumbe ulingulisha na kiwanja. Kumbe ulisha najenga. Kwa anakuambia njoo hapa ndio tutakapoishi. Haja kushirikisha kwa hakuamini. Sasa kwanza unaweza kuanza kutangaza. Kuja niwaambie siri ya mafanikio ni kufunga ndoa. Unaweza kwenda kutangaza, mama unaanza kumpigia mama. Mwenzangu amenunua kiwanja. Mama, mwenzangu tumeanza kujenga. Mama, mwenzangu amekuoa, mama amekuoa Isaac. Watu wengine midomo yao ina sumu. Unamwambia na mwingine, unajengewa ajenda. Yeye anamwambia kwa upole tu. Mama anamwambia rafiki yake. Huyo rafiki anaanza kuonea wivu, watoto wake tu ndio wafanikiwe. Watoto wake tu ndio wanaanza na kununua viwanja na kujenga. Kwa Karomanzira. Nawe sasa hana hofu ya Mungu. Unaanza kushangaa upati tena hela, spidi ya kujenga inapungua. Hujawahi kuona watu wana viwanja na wanakosa hata hamu ya kwenda kuvitembelea. Wamefungwa. Mwingine anakuwa na kiwanja hadi location mahali kilipo hakumbuki tena. Anapotezwa kabisa. Na kinauzwa juu kwa juu. Nini? Hawaniniki, sio mtu kutunza siri. Kwa hiyo lazima uanze kuchunguza. Unampima kwa mambo madogo madogo, ni mwaminifu au ni mropokaji? Kila kinachofanyika, mwenzangu mimi kwetu wamefanyia, mwenzangu mimi mchumba wangu amefanyia, mwenzangu kila kitu anaropoka tu anasema ni mwongeaji. Funga mdomo wako. Yakobo anasema 1:19 ni bora uwe msikivu zaidi kuliko mwongeaji. Uwe mtu wa kusikiliza zaidi. Kusikiliza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? Mithali 31:11. Simama. Naona kuna mmoja. Simama dakika chache, dakika moja simama. Mithali sura ya 31. Tunaangalia vitu ambavyo unatakiwa uviangalie, jinyoshe. Vitu ambavyo unatakiwa uviangalie wakati unachagua mchumba. Tuko kwenye anaaminika. Mithali 31 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, moyo wa mumewe humwamini wala hatakosa kupata mapato. Tunaweza kukaa. Moyo wa mumewe humwamini wala hatakosa kupata mapato. Tafuta mchumba ambaye utamwamini. Na wale walio kwenye ndoa sasa hivi, ziba mashimo. Kama mwenzako yuko hapo utampa taarifa. Mpatie salamu hiyo, si ugomvi. Utaponya. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya 6. Ananipa amani. Huyo mchumba atanipa amani. Maana naweza nikaingia jehanamu. Jizuie sana na mtu ambaye asiyependa amani. Kwake ni magomvi tu kama nilivyosema. Hasira tu zinampelekea. Huna amani. Yaani unamwona tu nishakuja. Sio atalianzisha nini leo? Sio atasema nini? Unacheka hapo. Yaani huna amani naye kabisa. Kabisa huna amani naye. Mtu wa namna hiyo anaweza kugombana wakati wowote na kukupigia kelele mahali popote wakati wowote. Angalia kuna watu au hakuna watu. Angalia uko kwenye hali
gani? Tafuta mchumba ambaye atakupa amani. Tafuta mchumba, sababu ya 7, ambaye anakuvutia. Wengine wanashindwa hata kutambulishana. Unamchumbaeni naye. Sasa mbona tumuna utabona madhabahuni. Utabona tu. Amina. Utabona tu madhabahuni, na haraka ya nini utamuona? Alafu huyo ni mtu ambaye anaenda kutambuka naye miaka 50 ijayo. Utabona tu madhabahuni. Akuvutie wewe. Haijalishi ana kilema cha aina gani. Haijalishi anatembea hivi. Haijalishi sijui, yani vyovyote alivyo. Mimi huyu ananivutia. Kwa nini? Unasema mimi sijaoa mwendo, nimeoa tabia jamaa. Nikimwona ananipa amani. Ni mtu ambaye ni mwaminifu. Ni mtu asiye muongo. Ni mtu ambaye tunaweza tukasaidiana, ana bidii. Mimi mwendo wake hausiki na mimi. Mimi ananivutia mimi. Lakini unauliza mchumba wako, utabona madhabahuni bwana. Una haraka ya nini? Bado hajakuvutia. Uwe na ujasiri wa kumtambulisha tena. Uwe na ujasiri wa kujivunia juu yake. Kwamba huyu hapa amekatika mkono, ana makengeza, anatembea kama anarudi nyuma, huyo ni wa kwako, mimi ananivutia. Kama je hawavutii juu yenu, ila mimi ananivutia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kuvutia tu kwa tabia na mienendo na anavyotembea, hata mavazi ya heshima. Sio kosa kumfundisha. Wapo watoto ambao wamelelewa kwao kivingine, hajui hata kuvaa. Mimi kuna kama mmoja nilikuwa nasikiliza sehemu anasema, mimi mke wangu amenifundisha kuvaa vesti wakati wa uchumba. Mimi mke wangu amenifundisha kutokurudia shati. Wapo vijana wanavaa shati siku 3 na haoni shida. Haujana ujuzi huo. Hana usafi huo. Wewe sasa kama binti, ni mchumba uliyemchagua, akuvutie, badilishe, mweke kwenye nafasi ambayo atakuvutia. Wewe sasa kama kijana, binti anavaa nguo zisizo na heshima, zina mipasuo, sijui nini, anaenda na wakati, hajui kuvaa. Fundishe, si ndio anayekuvutia ndio huyo, ndio wako umempenda. Fundisha kuvutie na akuvutie wewe. Maana ni wako. Unaye huyo masaa 24 siku 7. Miaka. Mimi navaa napendeza, najua hapa hata askofu akiniona anavutiwa na mimi. Nasema mama askofu. Mabinti wakiniangalia, wamama wakiniangalia, nataka nguo ndefu kama anazovaa mama askofu. Nataka nguo za heshima za nafasi kama anazovaa. Yaani wewe ndio kielelezo. Huyo mwenzi wako ndio kielelezo chako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakuvutia. Lakini la muhimu kabisa ambalo wachumba wengi wanalikosea, lazima uoe mtu ambaye ni rafiki yako. Oa rafiki my dear. Olewa na rafiki my dear. Rafiki. Watafiti wanasema ndoa ambayo inakupeleka miaka 50, 90% lazima huyo mtu awe rafiki yako. Tendo lililounganisha lile la ndoa, tunasema tendo la ndoa linashirikishwa. Hata kama mtagombana huko, wanandoa tunajua, mkishaenda kufanya yale mambo yenu, mtasameheana hapo, itarudi. Lakini kama sio rafiki yako, ndoa haitakuwa na msingi. Oa rafiki yako ambaye unaweza ukashirikishana naye kila kitu. Wapo watu wako kwenye ndoa hawajui hata akiba za mke wala za mume. Huyo sio rafiki. Hawajui hata mali za mke, mali za mume. Huyo sio rafiki.
Huyo sio rafiki. Rafiki yangu atakwambia ndugu yangu leo tuna shilingi 50 tu kwenye benki, angalia kadi hizi. Password umempa. Rafiki yangu hata simu yako atashika. Wewe rafiki. Lakini simu ina password 30, kuna ya kuchora, ya namba, ya kufanya hivi kwenye jua, ndio simu inafunguka. Haya shika, utakumpigia mama yako, haya shika. Sio umesema una vote. Kashafungua password ya aina 3 tofauti. Eti mke. Okay. Wewe sio rafiki. Wewe sio mke. Vijana, mnasikia? Zipo akiba ambazo mama wao tunaweka za chumvi, lakini asilimia kubwa ya hela akujionyeshe na kipato chako. Rafiki huyu. Yupo mchungaji mmoja nikawa msikia anasema wanamtania huyo mchungaji, anasema mke wake wanamuita handbag. Mbona akiingia kwenye kanisa kuhudumu hayupo mke, anasema leo mbona uje na handbag yako? Ushaona mwanamke anaenda mahali amekosa mkoba? Huyo sio mwanamke. Yaani siwezi kwenda popote. Mmeona mkoba wangu? Na usishangae mke wako ana mikoba hata 10. Hakuna mwanamke atakayeenda sehemu bila mkoba. Na kila atakapopita akikutana na mkoba wowote mzuri, yuko tayari kununuliza hela. Kama yeye ni mgonjwa wa mikoba atanunua. Kwa hiyo mke wako, mchumba wako, mume wako awe kama handbag. Ni naye hapa wakati wote. Ninamhitaji, ninachotaka kujua kwake, awe handbag yako, kama handbag ya mwanamke. Mwanamke akosi handbag. Wakati wote ana. Ndio urafiki wa kushirikishana mambo, wa kushirikishana matatizo, wa kushirikishana raha, wa kushirikishana mapato, wa kushirikishana huzuni, magonjwa, kila kitu ni rafiki yako. Wanaume wana mabesti na besti yangu, lakini mke wake sio besti, wala yule mchumba sio besti. Hao tutakutana. Kwanza mwanamke ukianza kumuonyesha atakukalia kichwani. Fungulia Biblia, wewe ndio kichwa. Wewe mpe hiyo nafasi. Sasa nifanye mambo gani ili nipate mwenza sahihi? Nifanye mambo gani? Kama nilivyosema, husika na Mungu zaidi, jishughulishe na Mungu. Unapojishughulisha na Mungu, Mungu naye anainua watu washughulike na wewe. Mstari vijana mkiwa kwenye kongamano au mnahubiriana, mnapenda sana kuusema. Mhubiri 12 mstari wa 12. Jinsi gani tena zaidi Haleluya. Kijana, Mhubiri 12 mstari wa ngapi? Nasema habari ya kijana. 1. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Ile miaka ambayo unasema mimi sina furaha katika hiyo, miaka ya uzeeni, miaka ya kutokumjua Mungu, miaka ya kushindwa kufanya huduma ya Mungu. Husika na Mungu ili Mungu aweze kuhusika na mambo yako. Ainue watu wako. Ainue watu kwa ajili yako. Kwa hiyo ili upate mwenza sahihi, kwanza husika na Mungu, jishughulishe na mambo ya Mungu. Uwe ni mtu wa maombi. Macho na akili vinatuongoza. Macho na akili vinatuongoza. Lakini maombi ndio jibu la mwisho. Mithali 16:1. Soma hapo. Mungu ndio jibu la mwisho. Akili itakuongoza, nimemuona, nimeshamchunguza, nimefanya nini, na macho yamekuridhisha, huyo ni mtu sahihi. Maandalio ya moyo, Mithali 16:1. Maandalio yako ya moyo ni ya mwanadamu wewe, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu wa maombi. Ombea jambo hili. Shida ya wanadamu ni kwamba kutafuta mchumba tunatumia zaidi akili na macho. Na moyo, jawabu lake jua kwamba linatoka kwa nani? Kwa Bwana. Ushaikufunga kusema mimi nafunga mwezi, naomba Mungu anipe mwenzi sahihi.
Na usichie tu kusema mwenzi sahihi. Usahihi upi wewe unaotaka? Asiwe muongo, awe mwaminifu. Mwenzi sahihi upi? Awe na heshima. Unataja shida yako. Sio tunaomba mchumba Mungu. Yaani Mungu jamani anaomba na mimi naingia. Wengine wanapiga na magoti kwenye maombi. Unataka mchumba wa aina gani? Unatoa mchumba tu. Shetani akapitia hapo akakupa mchumba. Wa aina gani? Mnyenyekevu, mkarimu, mpole. Taja, sema unataka mchumba aina gani kwa Mungu. Mungu ana kila kitu. Mwenye upendo kwangu na kwa watu wengine. Ataheshimu ndugu zangu na wazazi. Unaombea jambo hilo hata baada ya ndoa kwamba nimeingia kwenye ndoa. Mungu ninakuomba, tunaingia kwenye ndoa na huyo mtu. Ndoa yangu itapata zawadi ya watoto mapema sana. Ninaomba unipe kibali hicho. Nipate kibali cha watoto. Ulishawahi kuomba hiyo? Ulishawahi kuomba? Au unaishia tunaomba mchumba? Ulishawahi kuombea ndoa yako? Vijana mbona mnaniangalia na mabinti? Ulishawahi kuomba hilo? Ndiyo. Haya nakufundisha leo. Nakufundisha. Unapotafuta mwenzi, anza kumuombea sasa na tabia na kategori unazozitaka. Ombea hata watoto. Ninaomba hata atakapoingia tabia nilizoziomba aende nazo hizo. Sio afike abadilike. Sitaki kuwa na mchumba mzigo. Atakayeharibu uzao wangu. Naomba hata nikiingia kwenye ndoa nipe watoto. Wengine wanataja mpaka idadi nataka 6 na anapata 6 wao. Tena watoto wana hofu ya Mungu, wakujua wewe, wakutumikia wewe. Sitaki kuzaa mapoza. Watoto wasiojielewa wenye tabia za mbalimbali tofauti mbaya. Ulishawahi kuomba? Au naomba tu nataka nivae shela. Siku hiyo nitafanya hivi. Nataka nivae suti kali. Kina Filipo watajua mimi ndio nimeoa pale. Siku hiyo ni yangu. Watu wanaombea vitu baadaye ya kuombea jambo lenyewe linaloenda miaka. Yesu asifiwe sana. Amen. Ombea hata hali yenu ya maisha baada ya ndoa. Nakataa maskini. Hakitakuwa maskini. Hakitakosa chakula ndani ya nyumba mimi na mke wangu tutakapoingia kwenye ndoa. Kipato kitakuwa sehemu ya maisha yetu. Tutafanikiwa. Ninaombea kupata kiwanja na nyumba. Ushawahi kuomba? Fanya hivyo sasa. Hata kama utakuwa ndani ya ndoa, anza kuomba sasa. Kama kuna watoto walipotea, anza kuwarudisha. Kama shetani alinyang'anya vitu, anza kuvirejesha. Na rejesha ndoa yangu mpya. Inaanza upya. Fungua ukurasa kila siku. Usiseme niko ndani ya ndoa nimeshachelewa. Hujachelewa. Pokea hili kwa jina la Yesu. Amen. Hujachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na vijana wengi wanapenda kuombewa, sio wao kuomba. Kataa hiyo. Na kwa nini? Kwa sababu wako wadhaifu kiroho. Mama mchungaji, niombee na 31. Hamna hata mwanaume aliyeniambia habari. Niombee jamani. Mama mchungaji, ni kijana 36 na gonga. Sioni mabinti, sioni. Umefanya jitihada gani? Wewe kama wewe umeomba? Au unataka tu sisi watumishi tukae tunakuombea na sugua magoti kila siku? Wewe unapoyanga huko na wanawake watatu unabadilisha kila siku. Tutaona huko mbele. Wapo vijana ambao hawapewi watu sahihi kutokana na tabia yao. Muhuni, malaya. Anaahidi huyu mtakuoa mwakani mwezi wa 6. Subiri. Mahari shingapi? Kwani unadhani unataka mahari shingapi? Unasema, unaenda hata kwa baby, shira yako itakuwa ya tasa. Naagiza. Shira yako naagiza Dubai. Na binti watatu. Kila mmoja anamwahidi kwamba unamuoa. Nani atakupa mke? Wapo vijana aina hiyo. Alafu kirudi kwa mama mchungaji na vijana 37 unagonga vipi kimya? Mama niombee. Mama niombee, napiga magoti mbele yako. Kumbe huko nyuma umeshahidi wanawake watatu. Wengine mpaka umeulizia kwa nini kaulizie mahali kwenu, unataka shilingi ngapi? Wapo vijana msishangae. Wapo. Alafu anarudi kwangu kujiosha. Niombee mama, yani huyu shetani. Shetani mwenyewe amekuvaa. Mungu tusaidie sana. Simama. Saa 6 na dakika 20. Saa 7 kamili tunamaliza. Kesho tutaendelea.
tuambie kidogo. Yote alimaliza, yote alimaliza. Nikasema ombea mchumba wako na jinsi utakavyotaka awe. Ombea ndoa yako. Omba hata Mungu awape watoto, kipato, kibali, mafanikio. Ombea mwenzi wako mweze kutembea pamoja katika ndoto na maono. Muombeane muwe na muda binafsi na Mungu. Mchumba ambaye mtakaa mtaomba. Sio wakati wote wa kula bata tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini napenda nikwambie pia kwamba ukiwa unatafuta mchumba, usiingie kwenye mahusiano yanayoendeshwa na vitu vifuatavyo. Usiingie kwenye mahusiano yanayoendeshwa na vitu vifuatavyo. Wapo wachumba, binti ama kijana, anaingia na wewe kwenye mahusiano, njia yake ni moja tu, tendo la ndoa. Mahusiano yanayoendeshwa na tendo la ndoa. Na hili linaathiri sana vijana wa kiume. Kwa nini? Kwa sababu ya maumbile yao. Ni watu ambao wanahitaji tendo la ndoa zaidi kuliko wanawake. Mwanamke anaweza akavunja miezi 6 mwaka na ashtuki. Lakini mwanaume hawezi kuvuka siku 3. Kimya. Hana shida yoyote. Kama ni mzima siku 3, umtendei haki. Kwa hiyo wapo wanaume anakuja kwako, anakwambia Suzana, mimi nakupenda. Lakini ili ujue kwamba nakupenda, naomba tufanye tendo la ndoa. Ukipiga mahesabu na miaka 35. Na hakuna yeyote aliyekuja kuniambia kwamba nataka nikuoe. Kwa anaanzisha mahusiano yako kwa njia hiyo. Yuko tayari kuligharamikia. Wapo wanaume wanaoleta zawadi, mwingine anakwambia tutakununulia gari. Wapo, takujengea nyumba. Nipe tu tendo la ndoa. Na wewe kwa kuangalia vitu. Maana wanawake tumeumbwa, siku moja nikafundisha sehemu, kwa kuona matamanio yetu, kwa kuona na macho ambayo hayashibi kuona na kutaka mambo mazuri mazuri. Ule mti katika bustani ya Edeni, mwanamke ndio aliyoangalia. Hebu turudi kwanza mwanzo. Uone hapa Mwanzo 3. Kwamba hiyo nguvu ya mwanamke. Nishawaambia mwanzo kama Mungu anaenda na mimi uone nguvu ya mwanamke. Nikamwambia mwanamke anaweza akageuka hivi akacheka, akageuka kwako akalia na ukampa kitu. Angalia mwanzo. Nilishaisoma mahali. Mwanzo 3:8 nafikiri. 3:6. Nilisoma sehemu. Niwaambie sasa wanawake ambao tamaa zinavyotuponza. Mwanamke Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Kwa hiyo wanawake tumeumbwa hivyo. Tunapendezwa na macho yetu, yanapendezwa na vitu. Ingawa macho hayashibi kuona kama Biblia inavyosema, lakini vitu tunavyoviona ndivyo tunavyotamani. Mwanamke Mungu anatamani kupendezwa na vitu. Kwa mwanaume akija kwako akakwambia nitakupa nyumba ama nitakupa gari, nipe tendo la ndoa, wako radhi kutoa. Gari barabarani, nyumba yangu kabisa, tendo la ndoa shilingi ngapi? Kitu chenye cha nusu saa anatoa. Hayo si mahusiano sahihi. Kwa hiyo ogopa sana mahusiano yanayoendeshwa
na tendo la ndoa. Hayo si mahusiano sahihi. Anakuja kwa njia ya kukuonyesha kukupenda au anakushawishi au anakuletea zawadi nyingi kwa ajili tu mshiriki tendo la ndoa. Huyo sio mchumba. Ukiingia naye kwenye ndoa, ameshakuweka ndani, ukabahatika kuingia naye kwenye ndoa, jua kwamba atakuwa ni mwanamume malaya. Tendo la ndoa ndio kiu yake. Kwa hiyo asipolipata kwako ndani kwa muda sasa anaanza kunaigua si. Anaenda nje. Anapata wanawake wengi, wako wanaojiuza wako kwa ajili ya tendo la ndoa tu. Yeye biashara yake ni hiyo tu, kugawa tendo la ndoa tu. Kwa hiyo ogopa kupata mchumba ambaye yeye mapenzi yake yanaendeshwa na tendo la ndoa. Ogopa usiingie kwenye mahusiano au kupata mchumba ambaye mapenzi yake nilishasema huko nyuma yanaendeshwa na uongo. Kila kitu anachokuja kwako ameazima au ameomba, anasema ni changu. Hiki ni changu. Hiki ni changu. Ukishaona ana vitu, unakubaliana naye kuolewa naye. Amekuonyesha gari, ukirudi nyumbani anakuingiza kwenye nyumba ambayo ina baiskeli. Wewe si ulikuja na gari kipindi kile unanichumbia? Unajua ile ni lazima. Wewe uliniambia ni ya kwako. Sasa unajua wenyewe wanawake bwana msipodanganya bwana wala kukubali. Wapo wanaume wako hivi. Nasema mwanamke mdanganye, muongopee, ukimwongopea ndo anaamini. Ukisema ukweli ndio umemwongopea na unaua. Ogopa. Jiepushe na mahusiano ya uchumba yanayoendeshwa na fedha. Kwamba mwenye fedha nyingi ndio mchumba sahihi. Na kwa sababu anajua akikufanyia doli laki moja nitimisha hivi. Baby, una shida gani? Unataka kanunue nini? Anajua roho yako itasema baby si unioe tu. Si unioe tu kwa sababu umeona laki moja. Au anakuwini kwa fedha tu. Ameshajua udhaifu wako ni fedha. Kwa hiyo yuko tayari kwenda kufanya kitu chochote hata kama kibaya. Wapo watu wanaolewa na majambazi bila kujua. Kwa nini? Kwa sababu ni mwanamke anayependa fedha. Jambazi anakuwa na fedha na anamkeshi tu, anamkeshi. Mwanamke si udhaifu wake ni fedha. Yaani ngwili mpate mwanamke mpe fedha tu ili tuongee vizuri, Tumeamka asubuhi ili tuongee vizuri, kodi ya meza isome kwanza. Weka hapo kwanza kama mkutano 10,000 weka kwanza ndio tuongee vizuri. Kwa mwanaume akishajua udhaifu wako ni kwenye fedha, unaweza ukaingia kwenye mahusiano au uchumba kwa mtu ambaye si sahihi. Unakuta ni jambazi, anakusupply fedha. Mwisho wa siku unakuja kupata matatizo yote. Unaingia hata kufungwa jela kwa sababu tu ya mchumba ambaye hakuwa sahihi kwako. Anaendeshwa na fedha. Ogopa mahusiano ya uchumba yanayoendeshwa na hofu. Shikani imefika 40 sijaoa, inabidi nioe. Au binti ameshazeeka naona mke, inabidi nioe. Wewe uingie kwenye ndoa. Unaingia kwa sababu tu ya hofu ya kuchelewa kuolewa au kuoa. Nazeeka, acha tu niolewe. Lakini ujue unaenda ndani kuingia kwenye miaka 50 kama nilivyosema. Ogopa mahusiano. Na hii inatokea sana kwa wanawake yanayoendeshwa na huruma. Unajua wanawake tumeambiwa huruma Huruma. Mimi namhurumia tu huyo kaka jamani, na wakaka wanapojua kupembeleza. Anakubembeleza mimi namhurumia tu basi. Yaani mimi namhurumia hata nafikiria acha tu niolewe naye. Wewe miaka hiyo namhurumia kwa wakati. Miaka inaenda huko. Pia ogopa mahusiano yanayoendeshwa ama uchumba unaopatikana kutokana na makosa. Nimeshafanya tendo la ndoa, kashanipa ujauzito, basi inabidi tu niolewe naye. Nitafanya. Mimi siwezi kuwa na baba wengi kwa watoto wangu.
Unaingia kwenye ndoa kwa sababu tu ulibeba mimba yake. Hakuna upendo, hakuna amani, hakuna urafiki, hamaendeshwi na kitu chochote cha muhimu katika vile nilivyovisema. Unaingia tu. Tumalizie na haya mambo 6. Jiulize haya maswali 6 ya kukuongoza. Nimesema vitu vingi kwa ujumla. Kama utakuwa umenifuatilia utakuwa umepata vingi. Nimechagua vitu vingi kwa ujumla. Kama nilivyosema kwamba uangalie anakupa amani, angalia pia ukiwa naye unamfurahia. Unamfurahia? Maana unaweza kuwa na mtu alafu umfurahie, unamtanguliza kila mara, tangulia. Kitokeza kule umeshakunja uso. Ukiwa naye unamfurahia, kama unapata naye amani na kumfurahia unamfurahia. Unajisikia furaha kuwa naye. Karibu mpenzi, mume wangu ni nani, uko naye unafurahi kuwa naye. Je, ninampenda licha ya mapungufu alionayo? Ninampenda? Jiulize maswali haya. Ninampenda? Jiulize swali lingine, niko tayari kuambatana naye nikamwacha baba na mama? Yaani unapoingia usiwe na hofu, uwe na uhakika. Lingine, nipo tayari kumlinda, kumfia. Unakuta mke wako huko mtaa 7 ameshajianzisha huko, amesutwa hatari. Uko tayari kwenda kumchomoa pale, au unasema yeye kigeni, amezoea na mdomo. Kila siku unamwambia, ni mwanamke kuanzisha ugomvi tu. Uko tayari kumfia? Tunapeleka polisi pekeni, afundishwe huko na wewe unapigia mstari. Au uko tayari kwenda polisi ukasema jamani, hebu tunaomba mtoe, tutaenda kuongea kama mke na mume nyumbani, mtoe na mdhamini na kumdhamini. Ndoa ni process. Uchumba ni process, my dear. Sio kitu cha lele mama. Kwa hiyo ingia na nguvu za Mungu ndio iwe fimbo yako ya kukuongoza. Unaingia kabla hujapiga kutambuka. Nipo tayari kutunza uhusiano mpaka kifo kitakapotutenganisha. Au miaka 5 imefika, mimi natoka. Naomba nikae. Miaka 5 ndani ya ndoa, nirudishe kwetu bwana. Mambo yenyewe ndio haya. Kuna wale nikawafundisha nadhani Mboko. Nikasema mwanabinti anaanza kukumbuka mambo ya nyumbani kwao. Fungua Zaburi sura ya 45 mstari wa 10 mpaka wa 11. Vitu ukitoka umetoka. Mstari wa 10 mpaka wa 11. Sikia binti, utazame, utege sikio lako, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Wapo mabinti ambao wanaingia kwenye ndoa hasahau kwao. Hasahau kwao kabisa. Yaani yeye anaanza kwao tu. Baada ya wiki 3 mwezi nataka niende kwetu. Baada ya mwaka na miezi mingapi naomba niende kwetu. Sahau kwenu, ambatana naye. Ndio umetoka hivyo. Ni ruhusa tu, nimekumbuka kwetu. Wengine hata wameshaingia kwenye ndoa. Yaani baada ya miezi kadhaa naenda kwetu. Baada ya mwaka naenda kwetu. Baada ya nenda, jamani, mtajenga lini? Na unapotoa mwanya huo kwa mwanaume ambaye hana hofu ya Mungu, anasema asante, nenda, anavuta mwingine. Nimewaambia siku 3 wakai hao. Ukirudi unaanza ngumi mkononi. Umetoa nafasi mwenyewe. Ambatana naye, kumbatiana naye, huyo ni wako, ni handbag hiyo. Acha
10 na 11. Sikia binti, utazame, utege sikio. Anakwambia utege sikio. Uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Naye mfalme ambaye sasa ndio mume wako atautamani uzuri wako, maana ndiye bwana wako, naye umsujudie. Sasa unapoenda kwenu huyo mume wako unamwachia nani? Alafu ukirudi ukakuta mambo sivyo ndivyo, unaanza kulalamika. Umetoa mwanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka kifo kiwatenganishe. Adamu katika Mwanzo 2:23, soma Mwanzo 2:23. Unaweza kuandika tu, unaandika, lakini ukifika nyumbani unaanza kurecall yale ambayo umepata leo. Mwanzo 2:23, Adamu akasema, baada ya Mungu kumuumba Hawa, anaomba vitu vyote, Mungu akaona ni vyema, ni chema. Alipofika hapo akasema, lakini si vyema huyu jamaa awe peke yake. Ngoja nimfanyie msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo, baada ya Mungu kumlaza Adamu usingizi, kama tunasema alikuwa anamfanyia operation, akampiga nusu kaputi, maana tuna daktari hapo, kama ni nusu kaputi au ilikuwa nzima, akatoa ubavu, akamweka akawa mwanamke. 23 anasema, Adamu akasema, baada ya kumwona tu yule mwanamke, Adamu mwenyewe akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Adamu anasema yeye mwenyewe. Ndipo ona kijana umepita, ukishaona binti unasema huyu ndiye mke sasa. Ndivyo Adamu ambapo aliamka usingizini alipomwona Hawa akasema, yes, huyu sasa ndio mke wangu. Nawe wanapita mabinti, wanapita, lakini unafika point ukishamuona tu kama Mungu ile safi aliona kule Mwimbili barabara akasema, yes, huyu ndio mke. Unaisikia na Roho Mtakatifu anakushuhudia. Ipo hiyo. Pamoja na kwamba umeweka asilimia zako na yale yote ambayo nimekufundisha hapa, lakini wale Mungu alivyowajabu, kama alivyomwekea Adamu Heva pale, na alipoamka tu kutoka usingizini akasema, huyu ni nyama katika nyama yangu, mifupa katika mifupa yangu, tena ataitwa mwanamke. Na ndivyo ambavyo inawakuta vijana, unatembea ukimwona binti first sight, mwonekano wa kwanza tu unakwambia huyu mke. Je, kuipata hiyo? Utangi tena. Ukishaanza kuanza naye urafiki, unaenda naye unaanza kufikia tu mashimo pale pa kurekebisha, tutarekebishana. Anabidii, ila ana hofu ya Mungu, ila ana hiki. Unaona tu vitu unatiki. Lakini ukishaona umetafuta mchumba kwa kustruggle kama vile kipindi cha nyuma nilivyokuwa nakwambia na kufundisha, ni kama unapambana kwenye uchumba, mmeshagombana, mmevutana, sio mwaminifu, muongo na mambo kibao, yani mambo mengi. Bado rudi magotini tena. Ambie Mungu, naomba tusahihi, sijachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu nyingine, tunaenda kumaliza, naona watu wanasinzia. Tunamaliza kesho, tutaendelea kama nitapata nafasi. Sababu nyingine, angalia huyo mtu. Je, tunaingiliana? Malengo yetu yanaingiliana? Maana unapata mchumba, wewe unaanza kupiga hatua moja mbele kama nilivyosema, yeye anaanza kupiga hatua moja nyuma. Unapata mtu, unampa wazo zuri, yeye anakuambia subiri kwanza bwana. Mwanaume lazima awe na akili ya ziada. Wanawake tuna mlango wa 6, tunasema mlango wa 6 au 5 wa hisia. Mtu ana milango: macho, masikio, pua, mdomo, ngozi, lakini sisi tuna mlango wa hisia. Na hisia zetu mara nyingi zinatupelekea kweli. Kwa hiyo mwanamke anaweza kufanya hisia sio ya kweli. Mimi naona tuanzishe biashara hapa. Bwana, tutapoteza hela tu, tutapoteza mtaji, acha. Sauti ya mwanamke inakwambia. Lakini kama usiposimama na ukaifikiria mara mbili, kwa sababu baki wewe ndio kichwa, kwa sababu ngoja nifikirie, ngoja nijaribu nifanye. Mkishaona umenyanyuka,
Na ndio unaona na hapo nyuma na maamuzi. Usiwe ni mtu wa kupinga wakati wote. Imani inaingiliana. Kama nilivyokusema mwanzo, ndio nasema kama ulinifuata tangu nyuma sasa unaanza kuona somo ni rahisi. Imani inaingiliana. Ni mwanaume mwenye hofu ya Mungu, ni mtumishi anapenda kwenda kanisani. Imani inaingiliana au ni yule kukukataza wewe kwenda kanisani? Wewe unaingia kanisani, yeye anatoka. Mwanaume anaingia kanisani, binti anatoka. Au unakuja bwana twende ukasali, uone mimi ninaposali. Kwa mara ya kwanza anafika, hapa sio. Hamna nguvu za Mungu hapa. Huyo mchungaji sio. Una miaka 5 umeshasali hapa. Na umeona mafanikio. Na umeona nguvu ya Mungu. Na madhabahu imekujibu. Lakini unapata mchumba ambaye ukimpeleka siku ya kwanza mnasali hapa ndipo unaposali, anakwambia hamna mchungaji pale, hamna nguvu za Mungu, tuondoke. Rudi nyuma. Miaka 5 nimesali hapa na nimeona matokeo, nimeona nguvu ya Mungu na mafanikio. Huyu anaingia siku moja ananiambia hapa hakuna nguvu za Mungu wala uwepo wa Mungu. Mungu nipe njia nyingine, nionyeshe njia nyingine. Hamuingiliani. Tunaongea lugha moja. Tunakubaliana au ni mivutano tu? Kwenye uchumba mnakuwa na mivutano tu. Amini kwamba hata mkiingia kwenye ndoa ni hivyo hivyo. Ni mivutano tu. Tunaingiliana, tunaongea lugha moja. Tutoe kitu fulani kwa mtu wetu, tutoe. Mwingine mchoyo kama nilivyosema, ama bahili. Usitoe. Yesu mwenyewe anasema kama una kanzu 2, mgawie mwingine moja, ubaki na moja. Kwa hiyo huyu ni mchoyo. Mwingine ni binafsi. Wewe ni mtu wa kutoa, unataka vitu viwe mezani, tushirikiane vitu, tule pamoja, tutumie pamoja, tumepata shilingi 10,000, tuifanyie mambo pamoja. Yake anaficha, yako ndio tutumie. Huyo ni binafsi. Wapo watu au wanawake ambao wanakula nje, anapangusa na mdomo anamaliza. Akiingia ndani, baby, twende tukale basi leo nyama choma. Nikashashiba. Mchoyo binafsi. Wapo hata wanaume wa namna hiyo. Mnaenda sehemu anamwambia, ngoja nisaidie jamaa yangu hapa nyuma anazunguka kidogo na msaidia. Anaenda anapiga soda Pepsi. Huko anaangalia kama unakuwa 700 boss. Anarudi. Sasa baby nasemaje? Mimi na kiu, tununue maji. Hamna kioski hapa. Maji, kanunue maji pale. Kashakunywa Pepsi na maji yanakuwa. Ubinafsi. Wapo wanaume wa namna hiyo. Ni wabinafsi. Wala akatoa hela ndani mle. Ndio wale kuamka asubuhi anaenda kupiga supu na chapati 2. Amekuachia kilo moja maharage ndani mle. Fanya bajeti tayari ni ngumu asubuhi na jioni hiyo. Yeye akizunguka nyuma kwa mama tile, supu na mama Mina. Leo nini? Supu na chapati 2 ongeza na bakuli maharage. Hamna soda Pepsi weka. Pepsi. Binafsi. Uchoyo tu. Huyo ataweza kukutunzia familia. Mabinti lazima uwe makini. Kwa hiyo kumchunguza mchumba wala hahitaji nguvu nyingi sana. Mchunguze ukiwa naye, mchunguze ukimpeleka kwenu kwa wazazi wako, mchunguze mkikaa maeneo mbalimbali ya mikusanyiko kama kanisa na marafiki zako. Mchunguze. Hilo inakupa vitu vingi. Unaweza kupeleka binti katikati ya marafiki zako, yeye ndio akawa speaker. Radio kipaza sauti. Kila kitu anaongea yeye, ukitoka baada baby unasikia na mzee rafiki yako. Na ndio naona siku hiyo hata kwetu au nilimsikia fulani anachangia mada zote. Binti huna hata utulivu, hata staha. Pelekwa sehemu uonekane kama mchumba kweli. Hata akisema akiwaambia ukiondoka hapo kasema jamani, huyu ndio nataka awe shemeji yenu. Anafaa. Wanaume waangalie hivi. Wanafikiria mara 2 hapa. Hawakurupuki. Kwa nini anakupeleka maeneo, anakupeleka tu kwa jamaa zake anakupima. Wewe unaona nenda kumjia shemeji fulani, nenda shemeji itaishia hapo hapo. Ukisha hapa wamesha kukaa
hata mbali, huna sifa tena za kuolewa naye. Kwa lazima muwe makini sana kuangalia mnaingiliana, lazima mpatane, moyo mmoja katika nafsi, roho na mwili. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nafsi zenu, awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu, muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpatane nafsi, kwa maana ya kwamba mipango yenu, malengo yenu mnapanga pamoja. Kama nilivyosema hapo nyuma, wakati unaombea uchumba wako na ndoa inayokuja, wao watu wanaomba mpaka idadi ya watu. Kwa hiyo nafsi zenu zitaenda sawa, mtakuwa wamoja, mmepatana kwamba tukishaingia kwenye ndoa tutazaa watoto kadhaa. Na uchumba, ili uweze kuanza kumtambua mtu, kaa naye rafiki kuanzia miezi 3. Njia rahisi ni kumzungusha na kumtembeza maeneo hayo. Mwambie kwamba sisi hatutaishi kama kisiwa. Nina marafiki, twende kwa marafiki zangu kwao. Nina kwetu, nina wazazi, twende kwetu kwao. Nikawafundisha siku moja vijana hapo, nikawaambia, unapata mchumba anaingia ndani kwenu, ndio binti umemwingiza kwenu mara ya kwanza, akikaa kwenye kochi ananingiliza miguu kwenye kochi. Hao ananyanyuka anaenda kuchukua remote za TV anawasha. Kama kwao mchumba si na staha, hana adabu, mnaletewa chakula, anakula msiti, anaacha vyombo hapo kwa ananyanyuka, anaondoka.